Karibu katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Philip Nkin, Molandi na Faustin. Asubuhi hii tukiwa tunawakaribisha katika siku ikiwa imesalia moja tu kuweza kumaliza raundi ya 30, lakini kuna mechi ya Kiporo Nkini ambayo itachezwa hapo kesho. Kwa mechi zote tutaangalia mwelekeo wa kuelekea kuwakaribisha wale wa Champions League, wa Championship, tunaita Championship. Wale walishapotea. Yani kuna wawili hapa watabidi wapambane kwenye playoff ambao wataenda kupambana na Stendi kule sasa. Kwa Stendi na Geita wanasubiri. Geita na Stendi walishamalizana. Okay. Kwa Stendi ndo wanasubiri mmoja atakayetoka huko juu. Okay. Haya, tupo pamoja nawe basi kuweza kuletea yalojiri, na kama hiyo haitoshi tutakuwa tuna kwenda kuangalia pia michezo tofauti tofauti. Faustin, umeionaje Club World Cup? Ni mashindano yenye msisimko, ingawa kuna changamoto kidogo ya muda. Kuna mechi imesha asubuhi. Kuna baadhi ya mechi tunaziona mapema, lakini kuna zile nyingine kidogo na kupasa haiza ulale kwanza afu uamke au uamue kushikilia bomba. Lakini ni mechi nzuri, zenye kutuonyesha nini ambacho timu zimejiandaa. Na nafurahia timu za Afrika pamoja kwamba baadhi zinapoteza michezo yao, lakini ule ushindani unauona uwanjani. Yaani ukiangalia mechi ya mabingwa wa Afrika Al Ahly na wale wa Brazil, ni mechi ambayo ilikuwa mechi ambayo ilikuwa ya ushindani, timu ya Nkini. Mechi ambayo ilikuwa ya ushindani mkubwa. Tulizungumza wiki iliyopita walivaa mashabiki jezi ya mtaa. Kwa hiyo ni mashindano mazuri. Haya, yataendelea hivyo. Basi leo tupo katika kurasa za mwisho, na moja kwa moja basi tuangalie yalojiri katika kurasa za mwisho. Hili gazeti la Mwana Sports wakiwa na kukiwa kuna picha kwanza Mayai alia faulo TFF, ikiwa ni gazeti la Mwana Sports lilivyoandika, na pia Ahua Mpanzu wapewa dakika 90. Weekend ya lawama, ikiwa ni kuelekea weekend ya lawama. Mwarili likopo ni weekend kuanzia leo ama kuanzia leo mpaka nikajua lawama kwenye ligi yetu. Yaani hiyo imecover kote. Ndio maana ikasema weekend ina maana Jumamosi na yaani kwa maana kwamba leo nini? Leo kuna mechi za klabu bingwa dunia. Una maana klabu bingwa dunia. Za klabu bingwa dunia leo, ambazo zinatafuta namna ya kwenda hatua nyingine. Kwenda hatua nyingine. Timu 16 lazima ziondoke, alafu 16 zinabaki. Kufikia leo. Hapana, hii inaanza bado ni raundi ya leo weekend hii. Kwanza weekend hii. Haya, weekend ya lawama, na michezo hii ya kombe la dunia kwa klabu tunaonyesha moja kwa moja. Kwa hiyo huwezi kuikosa, lazima uiangalie hiyo. Haya, Sesco aipa sharti moja Arsenal, hiyo ikiwa ni katika gazeti la mbele kabisa. Tutaangalia dakika Ahua Mpanzu wapewa dakika 90. Msimamo wa ligi ukiwa umeonyeshwa hapa katika dakika za salama. Imebaki moja tu. Kagera Sugar, Ken Gold ndo tayari tayari wakiwa na pointi 23, huyo akiwa na pointi 16. Kwa hiyo anaangaliwa Tanzania Prisons ambayo yeye na Fountain Gate. Fountain hapo ana pointi ngapi? Fountain Gate hapa na pointi 29. Alaiko juu yake ana pointi ngapi? Wawili waliko juu yake ana pointi 30. Kwa Fountain ana kazi ngumu zaidi. Unajua watu wanamwangalia sana Prison. Lakini Fountain ana hali ngumu. Fountain yuko kule anacheza mechi yake ya mwisho kesho kule. Na Singida? Babati. Singida anamaliza na Prison. Singida anamaliza na Prison. Singida anamaliza na Prison. Kwa Fountain yeye sasa hata akipata sare ana uwezo bado wa kwenda kwenye playoff. Lakini hao wengine, kuna mtu hapa anaweza akapata sare wewe mwenye 30 mmoja alafu akapona. Yaani kesho vita ya ligi imehamia huko chini. Kwa wawili wa chini kabisa ambao wameshashuka, kuna watu 4 hapa juu hapa. 4 au 5 ambao ndio wanakamilisha ile kutafuta timu moja ambayo inaweza, timu mbili zile ambazo zitaenda kucheza playoff. Sababu hapa kinachotokea ni kwamba mbili lazima mcheze
wenyewe kwa wenyewe kutafuta mmoja ambao ataenda kucheza na Stand. Namungo kanusurika na point 32. Yeah, 32 bado hajapoa. Bado hajanusurika. Bado Bado. 29 anafika kwake. 33, Namungo nafikiri Pamba labda wakolewe na idadi ya mabao ya kufunga na kufunga kwa sababu inawezekana hao wauwe ni 30 wakafika hapo. Pamba iko nafasi ya 11. Ya 10 pale yuko KMC akiwa na pointi 34. Huyo kapona. Hiyo KMC katoboa. Kashapona kwa sababu hapa ni 30 wote watakuja kuishia kwa 33. Kwa hiyo hawezi kumfikia. KMC katoboa. Hiyo ya Pamba nilimsikia sehemu mkoa wa Mwanza anasema wamefanikiwa kuibakisha timu kwenye ligi kuu. Sasa hivi wanapambana kukwepa kucheza playoff. yani cha kwanza walikuwa hawataki kushuka moja kwa moja. Ilikuwa hoja yake. Lakini moja ya timu pia ambayo unaweza ukaupongeza mkoa wake ni Pamba. Mwanza wamejitahidi sana na hiyo timu. Sana. Yani kama watakuja msimu ujao wataongeza kitu pale ambapo walifanya msimu huu, wana uwezo wakamaliza kwa nafasi nzuri zaidi. Yani Mwanza ni moja ya mikoa ambayo wamepambana sana na hiyo timu. Kwanza inapanda daraja. Yani hiyo timu ilipopanda Mwanza, unakumbuka tulizungumza hapa. Tukasema sasa mbona kama vile wanaanza kama vile kuondoa wale viongozi kwa tunasema, lakini mwisho wamekuja kupata kile ambacho walikuwa wanakitaka. Kama timu yao kibaki still wamefanya vizuri. Unajua ni nini? Mimi napongeza kwa sababu ya kitu kimoja. Ukiangalia dirisha dogo wafanya usajili mkubwa sana unajua. Ya na ndo moja ya kitu ambacho pia kimewaokoa. Same kama ilivyokuwa timu yako Ken Gold. Ifanya usajili sema nafikiri issue ya malipo nafikiri kwa wachezaji, mishahara. Nafikiri sema mpaka baadhi ya wachezaji wakafanyaje? Wakaondoka. Nazungumzia kina James Msuva, kina Selemani Shorobwenzi sijui wameondoka baadhi ya wachezaji. Lakini naamini wangepo bakia kwenye timu mpaka leo hii wangefanya vizuri sana. Same kama ilivyokuwa kwa nani kwa Pamba. Nao Pambano ukiangalia tukio dirisha dogo imefunguliwa, kufanya usajili mkubwa sana wa wachezaji. Ndio maana unaona mpaka leo hii sasa hivi wamefight mpaka wafanyaje? Wamebaki katika ligi kuu. Yani hapo bado wana nafasi. Yani wamalize kesho kazi yao. Yes. Yani ile hatua ya kwanza wameshamaliza, lakini kesho wamalize wapata point moja. Pata point moja tayari. Wakipata point moja watakuwa safe kwa 100%. Hapa wako salama labda 90%. Lakini timu ambayo kitu ambacho pia kuna kitu cha kushtua ni mechi ya niliangalia mechi ya Namungo na Kagera. Unajua mwanzo mtu ulikuwa unaona Kagera, tulikuwa tunasema hapa Kagera ameshashuka daraja. Nasema bana hizi mechi za Kagera ameshashuka daraja sio na nini. Lakini ndio kamngangania, ndio kamweka Namungo hapo alipo sasa hivi. Yaani shida ambayo Namungo anayo leo ni matokeo ya mechi iliyopita. Pamoja na kwamba Kagera alishashuka daraja lakini alingangana. Kwa hiyo pia ni tahadhari kwa Simba kesho. Sahihi kabisa. Yaani kama Simba kesho ataenda akiamini kwamba Kagera ameshuka, pia inawezekana kuna kitu kinaweza katokea cha kushtua zaidi. Kwa hiyo lazima aende akiwa anajua kwamba ni mechi ya kwenda kupambana. Binafsi naamini kuna surprise inatokea. Naamini kuna timu moja ya championship inapanda kucheza ligi kuu. Yaani kuna timu moja ya championship itapanda katika playoff. Okay. Haya. Mambo ya uchaguzi wa TFF pia yameelezwa hapa katika gazeti la Mwana Sports, kukiwa kuna taarifa nyingi kuhusiana na uchaguzi. Mwandishi Atibu Naheka amekariri kifungu kimoja cha 10, anasema kifungu cha 10 kanuni ya uchaguzi ya mwaka 2021 ibara ya 10 3 kipengele cha 4 au 3 hivyo hivyo 3 inaeleza kuwa mgombea tukaekewa dash kazi kwako babu. Ndio mfanyaje? Yes, kanuni wewe soma ndio kanuni. Haija dash imewekwa dash. Kwa hiyo mambo umesoma kile kinani kile unakitaka kinini? Yani acha. Mkolezo. Sio mkolezo. Kuna neno linakujaga hapo automatic. Una jina lako fulani hivyo unakitaka. Sasa hii hapa imeelezea kuhusiana na masuala ya uchaguzi wa TFF. Tunafahamu uchaguzi wa TFF unafanyika mwezi wa 8. Agosti ngapi? 5? Mwezi wa 8 tarehe 5. Tarehe 5. Ndio uchaguzi. Mjumbe ni anatakiwa alipe shilingi ngapi? 200,000. Mjumbe 200,000. Mgombea wa rais 500,000. 500,000. Utakugombea ni ujumbe. Anagombea ujumbe. Sasa ana vigezo tena kama hajachukua fomu. Jana ndio ilikuwa mwisho wa siku ya kuchukua fomu na kurudisha. Hawezi baba akachukua tayari. Baba akachukua siri kafanya. Amna ningejua. Wewe hapo.
Kwa hiyo pale ni 200,000 kwa 500,000. 500,000. Washatoa watu wanakwenda hatua nyingine au watabandika. Nafikiri ratiba inaonyesha kwamba Jumatatu ndio inabidi. Ndio sahihi. Ndio sahihi Jumatatu. Nafikiri Jumatatu ndio sahihi unafanyika. Jumatatu ndio sahihi. Lakini kwenye urais wako watu 4. Wako watu 4. Yuko Wallace Karia ambao anagombea tena. Yuko Ali Mayai. Yuko mtu anaitwa Shija Richard. Alafu yupo Mshindo Msola. Watu 4 ndio wamechukua fomu za urais. Hao ndo najua. Sije kawa kuna mwingine nimesahau kumtaja hapa, lakini hao mimi ndo najua mpaka jana. Yupo mwingine alichukua pia. Ni nafasi ya urais. Kuna mmoja alichukua. Jina kidogo limenitoka. Wanafika kama 5 hivi. Uchaguzi wa TFF ni mwezi wa 8. Ushaambia mwezi wa 8 tarehe 5. Tarehe 5 mwezi wa 8 unafanyika Tanga. Unafanyika. Wakati huo kuna chani. Nafikiri tarehe 2. Chani tarehe 2. Seti sehemu ngumu. Kweli sehemu ngumu sana kwa sababu kama chani tarehe 2 na maana tutakuwa hapa kwenye ufunguzi. Kwa uchaguzi kwa Mkapa tarehe 2 hiyo. Kwa uchaguzi unachukua muda gani? Uchaguzi siku moja. Siku moja, masaa mangapi unachukua? Inategemea. Uchaguzi wa TFF haujawahi kumalizika. Mimi nakumbuka nilishawahi kukesha. Chaguzi hizi ni siku hizi, lakini kipindi kile cha Simba Yanga unakumbuka TFF tulikuwa tunakesha si mpaka asubuhi. Yeah, of course. Hata mimi nilikesha uchaguzi wa ambao anaingia madarakani nani Malinzi, nilikesha nakumbuka. Inategemea sana jinsi. Lakini uchaguzi ule ambao anaingia madarakani Karia ulifanyika Dodoma, nilikuwa uchaguzi ule. Nakumbuka ulimalizika saa 9 saa 10 ulimalizika uchaguzi. Alfajiri. Tukopota nakumbuka? 9 saa 10 ilikuwa imalizika. Sio alfajiri, hapana, sio alfajiri. Mapema tulikuwa. Jioni. Mapema sana jioni ilifanyika. Okay. Basi tuombe Mungu na kama utamalizika mapema hivyo tuendelee kuangalia mechi za CHAN. Yaani sijajua shirikisho wamepangaje ratiba hii ya mkutano mkuu wa uchaguzi kama CHAN inaanza tarehe 2. Afini issue ya kusubiri tuone. Na inafanyikia Tanga. Unajua wewe kama mwenyeji lazima uwepo kwenye shughuli ambayo inaendelea. Hasa kama kwani ufunguzi wa CHAN ni tarehe 2. Alafu uchaguzi kama umesema ni tarehe 5, ina maana bado ni siku 3 mbele. Baada ya ufunguzi nini kinaendelea? Si michezo inaendelea? Mechi zinaendelea lakini viongozi wa TFF hawachezi. Of course. Yani timu zinacheza zenyewe, zina mabenchi yake ya ufundi, zina manager. Sioni kama ni kitu ambacho kinaweza kikazuia wenyewe kufanya uchaguzi. Lakini pia nafikiri itategemea sababu ni katiba pia. Sasa nyingine katiba inasemaje ndio issue nyingine. Lakini pia kama mtu akikwambia nasogeza mpaka tarehe fulani, maneno yatakuwa mengi sana. Kama katiba inasema hivyo na mmesema uchaguzi uliopita ulimalizika saa 9. Still tuende tuwapatikane viongozi. Alafu waje warudi waendeleze gurudumu ambalo linatakiwa. Kuna kitu nataka kuongea nani? Kuna kitu naongea kuhusiana kwamba itategemea vipi tena kwa sababu usinuzi unafanyika hapa na mimi mechi zinazofuatia mbele lazima tafanyaje? Lazima ziza nje ya nchi ya Kenya pamoja na Uganda ambao ndio waandaji vile vile. Kwa hiyo naamini kabisa kama TFF wameangalia ratiba na vile za mechi ndio maana akaamua labda uchaguzi ufanyike siku hiyo. Okay. Bado mjadala katika magazeti leo hii ukiwa ni uchaguzi wa TFF, na hapa katika gazeti la Mwananchi tunaona kabisa picha nzuri ya Ali Mayai. Huyu ndo Ali Mayai, Msola, Wallace Karia pamoja na Shija wakiwa wamejitokeza kwa ajili ya kuwania nafasi ya urais katika shirikisho la soka hapa nchini TFF. Lakini hawa katika msimu uliopita pia hawa waligombea. Nilikuwa naongea na mtu jana nikamwambia sura zilizochukua fomu sasa hivi ndio zile ambazo zilichukua tena fomu. Hapo nakumbuka amekosekana kilichopita vipindi vitoka kipindi kile vitatu hichi ni cha 3 sasa. Wanapita wanaenda watu wale. Ilikuwa kwanza hapo amekosekana Fredrick Mwakalibela. Mwakalibela alichukua aligombea. Kweli nakumbuka Dodoma Dodoma. Kipindi gani hicho cha kilichopita Dodoma. Lakini katika lile gurudumu lile wakiingia ni kila katika siku kama ya leo. Lakini ngoja. Ali Mayai ile iliyopita sio mara ya kwanza. Ile ya nyuma ilikuwa pale. Tupeni mpira wetu ilikuwa ni hii iliyopita. Ile ya kwanza hakuwepo. Ya juzi ndio alikuwepo. Ya juzi ndio alikuwepo. Ile ndio alikuja na ile slogan anasema tuacheni mpira wetu. wetu. Ali Mayai alikuja na tuacheni. Mwaka huu slogan gani?
Bado kampeni Jana Shija kila siku mwandishi huyo. Sio kila siku. Kila uchaguzi ukianza naye anachukua fomu. Sio kila siku. Mgombea mkongwe wewe. Mwandishi mwenzetu alafu. Tunasema mgombea mkongwe. Mkongwe. Sawa. Vipindi vyote alikuwepo alafu. Vipindi vyote ilikuwepo ile kipindi cha Kalia mara kwanza ya mwezi Aprili ya 3. Lakini ukiwa unataka kama urais wa mpaka hata nani issue mchakato kabla ya Kalia. Kabla Kalia alikuwepo, alianza nafasi za chini kama sikosei. Ndio mgombea za urais. Mwenye experience kubwa. Mgombea mwenye experience kubwa. Lakini sasa sema sasa Shija Richard. Atupa funzo hata sisi waandishi saa hata Philip kama kisikana uchaguzi ujao nao ukagombea hata maana haina shida. Kwa hiyo mgombea mwenye uzoefu mkubwa. Sahihi. Kwa hiyo haiwezekani ikasemwa kwamba kwa mfano hapa headline kilio udhamini TFF. Ukisoma ndani yake hapa utapata maana yake ilipo. Anasema quotation, mimi nasoma hii quotation hapa tu kwamba ya Alimayai, zipo changamoto nimekutana nazo na unajua ni sehemu ya maisha yetu. Zamani hizi endorsement ilikuwa moja, unaweza kumpa mgombea zaidi ya mmoja, lakini nyakati zimebadilika. Mimi nimeona nirudishe fomu, haya mengine ataendelea baadaye. Unajua endorsement nimezisikia zimekuwa maarufu sana katika endorsement ni alafu zimekuwa maarufu, unaweza kusema ni neno tu la Kiswahili ambalo lilikuwepo siku nyingi sana mtaani. Kumbe neno la Kiingereza. Endorsement ndio hizo. Lakini sasa alafu ukiliangalia cha kushtuka unajua ni nini? Unamwangalia hapo mtu kama Alimayai amekosa. Na mmetumia vile vile unatumika sio mwana mbele licha kuwa maarufu. Kwa lazima unaliandika unaelekea. Neno la Kiingereza ukiandika kama endorsement lazima ufanyeje uweke si ni udhamini. Lakini sasa kunavyotambulika sana watu yani kwa TFF. Slogan sasa hivi kwenye football kwambia hata mtu udhamini hakuelewi sana kama endorsement. Unajua kwenye uchaguzi wa TFF neno ambalo ndio limekuwa common ni hilo endorsement, ambapo hilo neno endorsement ukimwambia mtu mwingine ni udhamini ajui, yani ukimwambia udhamini utamchanganya. Kwenye vyama vyetu hivi kwa mfano vinginevyo nao vina endorsement. Yaani hapo hizo endorsement ziko zinatakiwa zipo 46 ina endorsement. Sasa hapo yaani unajua hata kwa siasa usichanganye. Unajua haya mashirikisho au hivi vyama vinaendeshwa na kanuni zao. Yaani kila shirikisho lina kanuni yake na katiba yake. Kwa TFF ndo kuna hizo endorsement ambazo nafikiri zilifanywa marekebisho mwanzoni. Kama alivyoongea Alimayai hapo kwamba zamani ilikuwa unaweza kupata zilikuwepo, lakini unaweza kupata mbili zikatoka mbili kwenye sehemu moja. Ilichokuwa inatofanyika ni hivi, unamwona Yanga ana endorsement yake, Yanga kama club au Simba kama club, kwa sababu klabu ziko 16 ambazo zote kila moja ina endorsement yake. Sasa zile klabu mwanzo ilikuwa zina uwezo wa kumpa Philip, ndio hicho ninazungumzia, zikampa Philip afu zikaja zikakupa wewe Moland. Kwa klabu moja ikatoa endorsement kwa watu wawili. Kwa hiyo kuja kurekebisha sasa ni kuiondoa ya kwamba nikishakupa wewe Moland mimi sina uwezo tena wa kumpa Philip. Mwanzo kinachokuja kutokea sasa. Kwa sasa hapo unakuja unamwangalia Giant kama Alimayai na hizi klabu 16 vile vya Matafka, chama cha waamuzi, vyote vile chama daktari, chama cha wanawake, yani wale wote wanafika, alafu naye anakuambia kwamba bwana nimekosa endorsement. Kwa hiyo ina maana unajua kule huo uchaguzi sio TFF. Kwa hiyo katika wale 47 ni 47 akichukuliwa mmoja ndio tayari katika mgombea mmoja imeisha. Kwa hiyo ina maana ukiziwai zote 47 ina maana ni wewe mwenyewe au wengine wote hawezi kupata endorsement yote, ina maana hakuna atakayekuwa na sifa kugombea. Ni kanuni hizi hapa. Sawa? Kanuni ya uchaguzi ya mwaka 2021 ibara ya 10 kwenye mabano 3-4 inaeleza kuwa mgombea wa urais wa TFF lazima awe na barua 5 za udhamini. Huku kwa mjumbe wa kamati ya utendaji kutoka kanda lazima awe na barua ya udhamini kutoka chama cha soka cha mkoa husika. Kanuni hiyo. Mwanachama hapaswi kumdhamini mgombea zaidi ya mmoja hapo sasa kwa nafasi moja, vinginevyo udhamini wote utakuwa batili. Sasa kilio kinaanzia hapo.
Kwa mujibu wa orodha hiyo ya wanaotoa uidhinishaji kwenye mabano endorsement kwa wagombea wa TFF ni 47 ambao ni vyama vya soka vya mikoa, wajumbe 26, klabu za ligi kuu 16, chama cha waamuzi Tanzania FRAT, chama cha makocha Tanzania TAFCA, chama cha madaktari wa michezo TASMA. Hivi ni TASMA TASMA. Chama cha wachezaji Sputanza na chama cha soka la wanawake TWFA, kila mmoja ikiwa ni na mjumbe mmoja. Kwa mfano kama mimi nikiwa nataka ufafanuzi, kwa mfano mimi nimechukua fomu ya urais kama anavyonitabiria Morandi, nataka nipite katika hivi vyama 47 vyote. Yaani Angalau nipate 5. Kanuni hapo upate angalau 5. Angalau 5. Kima cha chini 5. Yaani mfano ukizipata klabu zako 5, si ziko 16, kwa klabu 5 zikikupa endorsement. Ina maana wewe kwenye kanuni ya kwanza umeshafanikiwa. Zisiwe chini ya 5. Yaani usije na 2, usije na 3, usije na 4. Ukija na 10, hiyo ni faida yako. Ni faida yako. Ukija na zote 47, ni faida yako zaidi. Kwa sasa bwana, wewe inabidi uanze kule chini kabisa, uanze TASMA kule, sawa uende si nini TASMA, uende nini ile TAFCA. Baada ya chini baada hapo unafanyaje? Unakwenda kwenye timu za klabu zile, na labda Coast, Azam, Yanga. Na inafanyika wakati huu endorsement. Yaani wakishafungua ile dirisha la kuchukua fomu. Kitu cha kwanza kwenye fomu unachotakiwa kujaza ni barua za endorsement. Kwa itakuwa kabla. Yaani kanuni sasa hauruhusiwi pia kabla. Yaani unatakiwa pale ukishafunguliwa sasa, uchaguzi umefunguliwa, chukueni fomu. Ndio wewe unatakiwa uchukue uombe zile endorsement. Wewe kama unaweza kufanya fitna yako. Lakini point yangu moja hapo sawa. Sasa wakati yani uandae hizo endorsement zako sawa, kabla ya uchaguzi kutangazwa, si ndio? Sasa ukiandaa kabla ni ngoja nimueleweshe nani Morandi. Kama alivyosema, unamuelewesha mtazamaji wako. Kama alivyosema Mkini. Huwezi kufanya hivyo vitu kabla ile filimbi ya uchaguzi haijapulizwa. Umeshanielewa? Na mimi nitagaitamia hapo hapo. Pale uchaguzi ni mchakato. Ni kama uchaguzi nyingine tu, vyama vya siasa pengine. Utaanza kuchukua fomu, si ndio? Ukishachukua fomu kuna maelekezo yake kwenye fomu. Ndio unatakiwa moja ya maelekezo yake ni hiyo, kuwa na hizo endorsement. Kwa hiyo filimbi ikishapulizwa uchaguzi, unaenda kuchukua fomu. Ukishachukua ile fomu, unaanza sasa kutimiza matakwa ya ile fomu inachotaka. Tunataka uwe na hizo endorsement. Wewe unaanza kuzitafuta kipindi hicho hicho filimbi ishapulizwa. Ukishazipata tayari unazo, unarudisha fomu. Ukirudisha fomu, mchakato unaendelea sasa. Mtaitwa kwa ajili ya usaili. Wanaangalia huyu katimiza hivyo vigezo. Yaani hiyo endorsement ni moja ya kigezo. Yaani sasa pale unaweza kukuta saa nyingine kingine inakwambia labda wewe na namba ya NIDA, yaani wewe na receipt ya ile hela ambayo umeshalipa sasa na nini. Umesikia Kini na Fausti sawa. Mimi na kijio issue tunaifahamu sawa. Issue kubwa ni hivi kwamba je, yani filimbi imepiga ile sawa. Sasa je, kunyuma mwisho wa siku ghafla bwana acha mimi nikagombee. Acha mwisho siku kwa bwana mwisho siku pa wale ambao wameshajiandaa tokea nyuma na midi sasa mwezi mmoja kabla filimbi haijapigwa washafanya washatengeza mazingira tayari. Unajua siku zote uchaguzi, yani uchaguzi wote ule. Sio ndio ndio swali lako mimi. Nimsaidie. Uchaguzi wako unajua. Wewe unasema unataka kutupeleka sisi kwa kitendo. Sisi huko hatutaki kufika. Lakini ni hivi tunachoamini sisi. Baada ya filimbi kupulizwa uchaguzi, watu walichukua fomu wakatafuta wakakizi vile vigezo vilivyo kwenye fomu. Moja hapo ni hiyo endorsement. Atoke tu kweli. Yaani hata kama hiyo filimbi imepigwa leo bwana, fomu za tuka kesho. Hizo endorsement unaweza kuzipata lini? Unazipata kwa sababu ngoja nikwambie. Mfano vyama vya soka si vipo hapa, mfano klabu si zipo. Unasikia? Yaani hapa Dar es Salaam ukisema unazitafuta endorsement 5, si ndio? Unataka KMC, si ndio? Hapa Dar es Salaam. Azam. Unaenda Azam. Simba. Unaenda Simba. Unaenda Yanga. Unaenda TAFCA iko hapa Dar es Salaam. Unaenda TASMA. Umeshazipata 6. TWFA ile chama cha soka la wanawake, si ndio? Ndio hiyo. Yaani kiko hapa. Babu si muelewa vizuri. Ukisema hata upige simu ina maana unavuka tu hapo unaenda kwa endorsement zipo. Zipo. Yaani endorsement ni wewe. Nyingi sana. Wewe unataka upate hizi? Wewe upate 5 tu. Ukidhi vigezo. Yaani kwa staili hiyo ni lazima. Tuache.
Utatakiwa upate 5 ukizi vigezo. 5 katika 47 babu. Uko yani mimi point yangu moja sawa. Yaani kwamba hizo endorsement usipate, yani kama filmu ipige pia bwana fomu zinachukuliwa leo. Kwa maana tayari uwe endorsement zako tayari. Kuna kitu unachanganya. Wewe Ngoja nimsaidie kimoja. Wewe ile siku inapofunguliwa kwenda kuchukua fomu, si ndio? Dirisha la kwenda kuchukua fomu lina siku 5. Umeshaelewa vizuri? Ndani ya zile siku 5 kweli wewe ushindwe kupata barua 5. Mimi nishakolewa tayari ngini mpaka hapo. Shida inakuja mmoja kwamba hizo endorsement katikani umechama kama mfano tukatai ngini sawa bwana film bwana na ngombe pale wenye kiti nani urahisi pale. Hivi unaweza kupata endorsement wewe kwa siku hizo vitu 5. Siku 5 unapata. Unaweza kupata kama nikakuelezea nikakwambia yani unaenda chama unaweza pata. Kinachotokea ni hivi. Ili watu wakupe ni lazima watu wakuamini. Yaani umeshaelewa? Yaani uchaguzi kama ulivyo uchaguzi mwingine. Hata ulivyo uchaguzi wa kisiasa. Mfano mtu akitaka kwenda kugombea urais, lazima naye azitafute. Yaani lazima kuna fomu unajaza, si ndio? Ya kuangalia wanachama wa chama chako, si ndio? Wangapi ambao wanakuunga mkono. Unaweza kaambia watuletee watu 20,000 kama ndo kanuni. Na uchaguzi huo unaozungumzia tunaonaga hapa. Tushapigwa ile filimbi pap wagombea wanazunguka mikoani kutafuta. Lakini ni baada ya filimbi hizo ndo endorsement zenyewe. Baada ya filimbi wewe utafuta leo kama uchaguzi hujaanza. Endorsement usifanyie mwisho wa siku. Wanalalamika wagombea hata kama zimeisha hamna. Sasa kulalamika huko sio zimeisha, sisi ndio maana tunakupa mfano. Unasikia? Ndio maana tunakupa mfano ya kwamba zinapatikana. Zipo. Kama wewe watu wanakuamini. Sababu ni hivi. Leo wewe Moland nikwambie. Niambie wewe klabu gani ambayo leo unaweza kupiga hodi muda wote wakakupokea. Yaani hapa tu ulivyo. Ukipiga simu na Mungu hawakuamini. Na Mungu. Anakupa mfano. Au timu gani ambao wanakuamini sana kwenye ligi kuu? Sina tena David bwana sasa. Yaani hamna timu ambao ukipigia simu ukisema bwana kwa sisi hapa masio hapa wote mko nao. Lakini hebu tuyaache bwana. Hao wajumbe sawa ambao watoaji wa hizo endorsement hao hawapangiwi nani wampe. Wanampa wao ambao wanaona anawafaa. Sisi anatufaa. Sisi tunamwamini. Kwani Alimayai si mchezaji wa zamani? Ndio. Na naoza wa Yanga. Na timu ya taifa. Na timu ya taifa vile vile. Kuna chama kile cha kulea wachezaji wa zamani. Utanza. Kuna moja hapa. Una uhakika gani kama hawajaitoa? Unasema kuna moja. Kwake ambazo akaipata, si ndio? Ya kwake ambazo anaweza akaipata. Yaani sehemu ambapo kuna ushawishi. Tayari ashasema ambapo pia ni mwanachama kule. Yanga kacheza huko, wanamfahamu. Yanga wanamfahamu. Ya pili hiyo. Ya pili. Haya. Yaani mpaka uko Tafka kasomea ukocha sio Alimayai. Tafka washindwa kumpa nani kwa ile chama cha makocha wa sasa tutaenda kwa Filipo najua akienda wakati Alimayai anajua huwa anaazingua. Wakati Alimayai na Shija wakilalama. Gazeti linasema hapa kwamba wakati Alimayai na Shija wakilalama upande wa Dr. Msola ambaye pia ni kimsingi anagombea kiongozi wa Yanga, mchezaji kupitia mwanae Msola Mshindo alisema kila kitu kipo sawa na yeye alipata waidhinishwaji ingawa baadaye chanzo kilisema naye hajakidhi idadi, lakini mtoto wake anasema kila kitu kiko sawa. Mtoto wake anakaririwa anasema hivi, Dr. Msola ni mwanamichezo mbobevu wa mambo ya michezo, kila kitu kipo sawa sawa kwake, na kama mnavyoona amerudisha fomu. Mtoto wa Msola alisema hivyo. Kwa zipo kwa Msola kapata wapi? Zipo, ndio maana tunakwambia zipo. Msola zipo. Kwa hiyo Msola yeye kapata hicho chanzo kilichosema hatuna uhakika, lakini kama mtoto kasema Amondo akarudisha fomu mambo yako sawa sawa, kakaririwa vitu mara hizi mbili katika paragrafu ya juu kipo sawa, lakini mwandishi Naheka akasema chanzo na akafanya utafiti wake, anasema chanzo, lakini mtoto wake ambaye ndo karudisha fomu anasema kila kitu kipo. Sasa hapo kiuandishi iko chanzo ni tetesi. Okay, tutarudi katika mjadala wa uchaguzi wa TFF ambao umenoga na kanuni hizi, na pengine tutazidi kuangalia kanuni hizi ambazo zipo ambazo ni katika kuboresha mpira wa miguu Tanzania na mambo yanaenda. Twende kwa Ali Bakari. Ali, naamini upo katika viunga vya Mabibo. Haya mambo ya uchaguzi wa TFF tuachie sisi hapa ndani. Lakini tupe nini ambacho kinaendelea
Ligi kuu soka Tanzania bara inahitimishwa hapo kesho. Mashabiki, hali ya hewa iko vipi? Hilo moja. 2, tarehe 25 nakumbuka kuna mechi ya watani wa jadi Jumatano, so mbali. Na 3, tarehe 29 kuna CRDB finali kati ya Yanga na Singida. Hivi vyote kabla mwezi huo hujakata, tunaweza tukaja moja kwa moja. Haya mambo ya uchaguzi wa TFF tuachie sisi huku, tunajadili sisi wenyewe huku tuweze kuona nini ambavyo yapo. Mambo yanaendaje mtaani? Filipo Cyprian, hakika tulikuwa tunafuatilia vizuri kabisa, mimi na ndugu yangu Hassan Nasim, ama unaweza kumuita Hansi. Tumefika kweli hapa Mabibo sokoni, na kama ulivyosema ya kwamba mambo ya uchaguzi ni waachie wenyewe. Nimesikia hapo ya kwamba unatabiriwa kuwa rais, kugombea urais wa TFF, yani tuwe na rais anaitwa Filipo Cyprian. Hiyo kweli ni kuachie wewe mwenyewe. Yes, Mabibo sokoni kama unavyoweza kuona, harakati ni nyingi, watu wanaendelea na shughuli zao hapa za utafutaji wa riziki. Lakini mbali na kutafuta riziki, bado upatikanaji wa habari unaendelea hapa. Kuna kibanda hapa cha magazeti, kwa hivyo watu wanapata hapa habari asubuhi kujua yale ambayo yameandikwa katika vyombo vya habari, haswa magazeti. Wenyewe nasema traditional media. Hizi hapa magazeti haya hapa, lakini sasa tuna mambo ya online new media. Lakini tuangalie magazeti yanasemaje kidogo tu, ambayo Filipo umeyapitia kwa undani kabisa. Weekend ya lawama kama ulivyosema ya kwamba kesho tarehe 22 ambapo mechi 8 zote kupitia kisimbuzi cha Azam TV zitaweza kuonekana hapo. Lakini Ahwa Mpanzu wapewa dakika 90 na msimamo hapo unaonekana. Alama 76 Young Africans, alama 75 Simba Sports, alama 60 ni Azam, alama 56 Singida Black Stars. Alafu kwa chini Ken Gold na Kagera Sugar ambao tayari wamekwisha shuka. Umeyataja mambo ya uchaguzi hapo hapa kidogo. Faulo TFF. Yeah. Yanga ya Tabeki Uarabuni. Hizo ni miongoni mwa habari ambazo zipo hapo. Huku wananchi wanasema waje kwa adabu. Yanga ya watumia Simba salamu, ya ahidi ushindi dabi ya Kariakoo, ya tamba kupeleka kilio tena Juni 25. Hayo mambo umeyataja Filipo Cyprian, kwa maana ya dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa tarehe 25. Yaani ni mambo ni mengi kweli kweli. Kama kuna mtu hajalipia kisimbuzi chake kiukweli anachelewa sana. Tarehe 29 finali ya CRDB Bank Federation Cup ambayo itapigwa kule Amani Zanzibar. Kwa hivyo sasa tuwasikie wenyewe sasa wenye timu zao, na ninaona kuna mmoja hapa amevaa jezi ya Yanga, sijui anamaanisha nini na mkononi yes Azam Energy hapa asubuhi kabisa, na ni ya baridi kweli kweli. Inasaidia hii? Kiasi chake na nichangamsha sana. Unajua asubuhi saa hizi. Sawa. Hebu tuanze kwanza na shabiki wa Simba. Yupo shabiki wa Simba hapa? Ngoja tuanze kwanza na shabiki wa Simba, alafu kisha tutaenda kwa watu wa Yanga. Yanga si ndio wenyeji katika ile dabi ya Kariakoo. Tuwasikie kwanza Simba Sports. Mambo vipi? Bwana fresh. Unaitwa nani? Naitwa Madega Junior. Kesho mechi zote mechi itakuwa 10 na ngapi? Mechi zitakuwa 8 kwa maana ya timu 16 zote zitakuwa uwanjani. Ama sio lakini Simba Sports yenyewe ipo katika mbio za ubingwa. Pointi moja tu ndio tofauti pale na Young Africans. Sawa, mechi zilizopita wote mmeshinda 5-5 kwa maana wewe na mwenzako pale Young Africans. Kuna dalili za kubeba kombe msimu? Dalili ni kubwa sana ndugu mtangazaji, kwamba nikija kuzingatia kwenye timu yangu sasa hivi dalili kubwa sana. Ya 90% naweza ngasema naweza nikawa bingwa kwa msimu. Hauiogopi hii pointi moja? Hii pointi moja ambayo ndio inawatetemesha ndugu zangu. Yaani hii pointi moja ambayo ndio kama unavyoona sasa hivi changamoto nyingi zinatokea kwamba hatuchezi kwa ajili ya hii pointi moja. Nina imani kwamba hii ingekuwa utofauti hata pointi 4, pointi 5 kwenye msimamo wa ligi. Na hisi hata mtani wangu hizi kelele zote zilizokuwepo nyuma isingeweza kutokea. Lakini hii pointi moja ndio iliyofanyisha mpaka sasa hivi kila sehemu unasikia kwamba hatuchezi, ila sasa hivi tutamshukuru Mwenyezi Mungu, mama kasimamia hili jambo, tunacheza na hiki ndio tulichokuwa tunakitaka. Kwa sababu sisi asilimia kubwa mashabiki wa Simba au timu yetu ya Simba, asilimia kubwa sana hatutegemeagi sana pointi za mezani. Tunapenda sana mchezo uwanjani, kwamba pale mwenye timu bora aweze kuchukua pointi 3. Tunashukuru kwamba Mwenyezi Mungu, ndugu zetu nao wametusikiliza kwamba sisi tunahitaji tucheze mpira uwanjani,
tuangalie ambaye aliyokuwa bora aweze kuchukua pointi 3. Na hii kwamba labda niwaambie ndugu zangu kwamba watani zangu kwamba hii pointi moja ambayo ndio ilileta changamoto kubwa mpaka sasa hivi tunaenda tena kucheza. Na bado sasa hivi hajulikani bingwa. Na naambia ndugu zangu kwamba ubingwa ameweka rehani kwa kukubali kuja uwanjani. Ubingwa ameweka rehani na wakumbuke Simba linapokuja swala la ubingwa uwanjani bila kuifanyia fitna aina yoyote hajawahi kufeli kwenye ngo hiyo. Yaani Simba hajawahi kuacha kombe uwanjani. Yaani kwenye kombe uwanjani ukiacha makando kando yoyote mpira uchezwe Simba hajawahi kuacha kwenye ubingwa kitu kama hicho. Bwana kweli? Mimi ninachokwambia wewe fuatizia sehemu zote, yani kwamba nikikutana na mtani wangu kinapokuja kwamba sio mtani wangu timu yoyote kama umeona juzi ya finali ya Berkane, si ndio? Ukiacha fitna ndogo ndogo ambazo zilizofanyika, mimi na imani ile kombe mimi ningelichukua. Sio, naelewa vizuri kwamba ninapokuja swala la kombe uwanjani, mimi na imani 90% mimi nabeba kombe. Kwa hiyo mtani wangu kaliweka rehani kombe hili. Yaani Young Africans kaweka rehani kombe. Kaliweka rehani kombe. Mimi ninachokwambia. Haya sawa. Bwana mambo vipi? Safi. Ndio umefika hapa. Ndio nimefika Kichuya hapa, Mabibo sokoni. Kichuya? Maana yake ni shabiki wa Simba ama ni vipi? Kindaki. Au JKT Tanzania? Maana Kichuya ipo JKT Tanzania. Nienda kutafuta tu maisha. Sio Kichuya yule. Huyu ni Kichuya wa Mabibo sokoni. Achana na Kichuya yule watu. Lakini jina alianza na Kichuya yule? Jina la kwako. Kwani majina wewe ni Kichuya kabisa katika. Kwani kuna Ramadhani, Hebu taja majina yako kamili kwanza. Musa Salum. Sawa. Musa Salum, na umeshanijinasibu ya kwamba wewe ni shabiki wa Simba. Kindaki. Mwenzako hapa anasema Young Africans wameweka rehani ubingwa. Na wewe unasema hivyo hivyo? Yanga wameweka rehani ubingwa wa NBC msimu huu. Kwa sababu nina imani kabisa Simba Sports lazima watachukua kombe la NBC msimu huu. Kwa maandalizi waliofanya na kikosi kipya walichokileta pale. Wewe uogopi kuhusu Yanga, kuhusu Simba kuchukua kombe la hili? Na ndio labda muulize ndugu yako pale vaa jezi kabisa. Karimu bwana. Hebu muulize sasa. Nikuulize Karimu. Bila kusikiliza. Simba Sports kwa mabadiliko waliyofanya kwenye kikosi chao, kuwatoa kina John Boko Adebayo, kina Kennedy Juma, kina Hassan Dirunga, sasa wameleta damu mpya. Na ndio maana tumesema ubaya ubwera, the bad is written. Simba Sports. Rudia hiyo. The bad is written, ubaya ubwera. Ila mnasema ubaya umerudi, ila kizalamu sisi tunasema ubwera. Ndio maana ya Simba Sports. Sasa muulize ile swali yao. Sitaki kumuuliza, nikamwambia lazima nimwambie kwanza ubaya ubwera. Bana. Sawa. Karibu bwana, umesikia hizi tambo za ndugu zako hapa wa Simba. Sisi tunakuomba na tunakuona upo peke yako, sio kama ndio unaamudu ama ni vipi? Hebu tukusikie sasa. Mimi kama nilivyokuambia bwana Mufti, mimi kwa jina naitwa Karim Ngozoma. Unajua kinachonipa faraja na kunipa raha, yani mimi mtu wa Yanga naweza nikawa mmoja afu nikakaa na watu wa Simba hata 100 na nikawazidi. Unajua kama nawazidi kwenye ngo gani? Mimi na vitu ambavyo nimevishika, yani misimu 4 nyuma hawana chochote cha kukifurahia. Umeelewa vizuri, lakini mimi vitu ambavyo nimevifanya ndani ya miaka hii 3, na ndio maana nikutamisa sometimes na kuwa na pointi sana, kwa sababu mimi nimeshikilia vitu, yani vitu vyote wanavyovizungumza. Sisi ubaya umerudi, nishapiga na hilo neno ubaya, ujue hilo. Neno ubaya sio mwaka huu, limeanza mwaka jana hilo. Kwenye mwezi wa 7 wa 8 kati wanazindua Simba Day yao. Wakaja ngao ya jamii nimepiga, wakaja ligi kuu nimepiga, na sasa hivi nakwenda kupiga tena kwenye mshono pale pale, kwamba mimi napiga pale pale, yani napashikilia nilipopashikilia. Kwa sababu gani nakwambia hivyo bwana Mufti? Najimwamba fai mimi sasa hivi natembea kifua mbele, nishapiga mara 4 huyu. Yani sasa hivi kwenye ubingwa huu NBC chumvi na kachumbali na vidokezo ambavyo vimeongezeka, mwenelewa vizuri, na kwenda kuchukua ubingwa na viongozi wao wakiwepo jukwani. Nimeshapiga huyo marehemu akiwepo Magufuli, nishapiga mama akiwepo uwanjani, sasa nakwenda kupiga na Mo akiwepo uwanjani. Ni kitu ambacho cha kufarijika kwenye maisha. Upate nini Mufti? Japokuwa simdharau, kwa sababu nao maji machafu sometimes wanazima moto, siwezi kumdharau, umeelewa vizuri, ila nitajipanga kwa sababu mimi najua jinsi ya kujipanga. Hebu rudia hiyo nini? Maji machafu sometimes wanazima moto, kumenelewa vizuri. Kwa hiyo siwezi kumdharau kupindukia, lazima na ndebo sti zangu, na ndio maana nimeenda kujificha Pemba, nimeenda kutulia zangu Unguja, namsubiria kesho kutwa nijipigie Dodoma yangu, kesho nirudi zangu Dar es Salaam kama kawaida nijipigie. Yaani kwamba Dodoma nayo tayari ushachukua, yani pointi 3 zipo tu. Mufti,
Mtu ambaye mwenye umuhimu wa pointi alikuwa Prison, ambao ndo wao nao waliamini wakati wanaongoza 4-0, mimi huko niko bila pale juu kimsha. Alafu wenyewe Azamu wagombanishi hii mliwafurahisha watu kwa dakika 30. Kilichokuja kile kimshale tu Ahmad Simba anaongoza ligi. Wakatamani mechi ziishe pale zikatike zile. Lakini ndio hivyo, swala la muda ina ngoma. Hawajakuelewa hapo kwamba watu walikuwa wanatamani mechi iishe pale. Kumbe kwenye vitabu vya Mungu kuna ile ina ngoma subiri, na kila mwenye kusubiri yuko pamoja na Mungu. Baada ya kusubiri dakika 90 wanakuta mwamba karudi pale. Niwaambie tu ndugu zangu, wajiandae kisaikolojia. Najua viongozi wao hawa wanajimwamba fai, wanaogopa kunyamaza kama viongozi wao kwa sababu hasi watu wa maneno, lakini viongozi wao wametulia tuli ili wakija kupigwa waseme kwamba imesho lazimishwa kucheza. Wenyewe akukubaliana kucheza kwa sababu mpaka sasa hivi ndani ya Simba kuna fukuto kubwa bwana Mufti. Fukuto kubwa, wanakubaliana ni nani aliyekubali mechi yote tarehe 25. Ngoja tutarudi kwako Karim. Turudi kwanza kwa hao jamaa. Kichoya. Hebu sikiliza. Huyu bwana amezungumza mengi. Hebu jaribu kumjibu. Unajua bwana mwandishi wa habari, nikwambie kitu kimoja. Huyu anazungumzia past tense, wakati uliopita. Sasa hivi Simba tupo kwenye past tense. Tuko kwenye present and continuous. Mambo ya Kiingereza? Yes sir. Mambo ya tense yes. Unaturudisha darasani? Wakati uliopo na unaoendelea. Simba Sports hii sio Simba kina Pa Omar Jobe. Simba sio Fred Kobrani. Sawa, hii sio Simba Baba Sala. Hii sio Simba Saadogo. Hii Simba Jenchaza wa Christian Leonia Ateba Mbida. Simba Elia Mpanzu hii. Ni shida. Ndio na mlikuwa mnasema ya kwamba haiwezekani yani ligi iishe bila kukabwa. Kwanza ile tarehe 15 wale TFF wangeidhinisha kutugea sisi pointi 3 pale Taifa, mimi ningehuzunika sana. Kwa nini? Ina maana ningekula pilau bila nyama. Sasa mimi nataka nile pilau likiwa na nyama, kachumbari, kabichi nini. Kachumbari yenyewe ndo si ndio huyu? Hebu tumuone kachumbari. Si ndio huyu? Bwana ndo kachumbari. Mimi nikwambia bwana Mufti, hawa watu wa Simba kwa sababu hawa ni watu wa kuishi kwa matumaini. Ukizungumza nao sana, mwisho wa siku mimi mtu mzima natakuwa nitule niongee kwa vitendo. Unajua mtu wa Simba sasa hivi alipo ana kila neno la kuzungumza kwa sababu anaamini huenda nikabahatika mwaka huu, ila niwaambie kwenye mpira hakuna furuku. Kwenye mpira ni kujipanga tu. Huyu ametaja wachezaji wengi, lakini wachezaji wao waliokuwepo kina Babakari Sali tuliambia kacheza na Ronaldo Al Nassr, kaja hapa kakutana na Mwamba Lili Aucho, katulia. Kulikuwa na Mzamiru, kaja hapa kakutana na Lili Aucho, katulia. Kulikuwa na Tadei Ruanga, kaja hapa kakutana na Lili Aucho, katulia. Tunawafunga Ngao Jamii wakatuambia ligi kuu mjamkaba Ateba kaja kapigika kwenye ligi kuu. Sasa hivi wanakuambia hujamkaba Elia Mpanzu. Swala la muda tu. Kumomba Mungu atujalie uzima na afya Mufti. Mechi Jumatano. Panapo majaliwa kuna Alhamisi, Jumamosi utarudi. Utakuja kuniambia. Watakwambia kabisa bwana hii tulilazimishwa tu kucheza. Kwa ni watoto ambao sisi watusumbui. Yaani kwa sasa hivi ukimkuta mtu wa Simba anazungumza mwache aongee kwa sababu hichi ndio kipindi chake. Sababu anajua tofauti na kuongea mpaka Jumatano. Kunapotokea saa 1 kamili mechi imeisha, shughuli yao imekwisha. Na mne uwanjani tutabaki peke yetu bwana Mufti. Sikilia hapo. Hebu umemsikia wewe bwana? Yaani nimemuelewa. Hivi kweli anatoa jasho mmoja? Nikwambie kitu kimoja, kati ya kitu ambacho kipindi kizuri sana ndio wamekutana, kipindi kibaya sana wamekutana nacho ndugu zangu, kwamba kipindi hiki cha sasa. Nilikuwa nashangaa sana kwamba nilikuwa naona kwamba ndugu zetu hawachezi kwamba nilikuwa naangalia kwamba haiwezekani kumalizika msimu bila Elia Mpanzu kukutana na hawa jamaa. Sima nielewa vizuri. Hakuna kipindi kibaya atakachokutana nacho kama kipindi hiki. Kwa maana maanisha vipi? Sio Yanga ya Azizi. Labda hii nikuweke kitu kimoja. Yanga asilimia kubwa sana inajengwa sana na Azizi Ki. Ili pengo ya Azizi litakalazibu vibaya. Sisi tulikuwa tukienda uwanjani asilimia kubwa tunaenda pale kwa tunaenda kusawazisha goli la Azizi. Lakini kwa sasa rudia kwanza. Mlikuwa mkienda uwanjani? Tukienda uwanjani, ukifuatilia rekodi ya Azizi, tokea iko Yaseki mpaka iko Yanga. Huwa tukienda uwanjani asipotoa assist atakuadhibu kwa njia aina yoyote. Sasa huyu mtu kwamba tulikuwa tukienda uwanjani kwamba asilimia kubwa kwa tunasawazisha goli la Azizi. Ili ndugu mwandishi uangalie sana upande mwingine. Pakome ya kutisha? Pakome ni borudensa. Unajua kuna wachezaji fulani wale waburudishaji. Ndio Pakome zuzwa. Mchezaji hatari ni mtu kama Azizi, yupo more direct kwenye mpira wake. Asilimia kubwa yule mtu yani akikaa kwenye 18 yako, aidha atakuadhibu kwa faulo, atakuadhibu kwa kona, atakuadhibu kwa njia aina yoyote. Sema nielewa vizuri, ndio maana nimekwambia kwamba Yanga wana kipindi kigumu sana. Tumeiangalia mechi yao juzi dhidi ya Tanzania. Ulitazama? Nimeiangalia kwa sababu ulitazama dakika zote? Nimetazama dakika zote 90 kwa sababu 90 dakika zote 90. Mechi dhidi ya Tanzania Prison? Yes, kwa sababu maana yake ni kwamba hujatazama mechi yako? Nimeiangalia zote maana yake. Uwezaje kutazama mechi zote? Nzuri sana unachokiongea. Unajua kwenye banda yetu sisi tulikuwa tunafanyaje? Mechi mbili zote tulikuwa tunaonyeshwa. Ila tulikuwa tunafanya sisi, ndicho kwa nafanya mimi. Kwenye tukio ambalo labda la faulo la dakika 2 nasimama naangalia mpira wa Yanga.
Yanga nao kuna faulu dakika 2 narudi kwenye timu yangu, kwamba nilikuwa naangalia zile movement ambazo Yanga wanavyocheza, kwamba nikajua kabisa Yanga inamkosa mtu kama Azizi, kwamba ile pengo la Azizi asilimia kubwa alipo. Yale magoli ambayo alofunga Yanga asilimia kubwa ni makosa ambayo nani ya Tanzania. Ukitoa goli la kwanza la Mudathiri, haya yalobakia yote ni maboko ya nani, ya mpinzani. Ukija kuangalia goli gani ambayo umetengeneza, ambayo kusema kwamba okay ni move ambayo hakwenda kabisa kwamba Yanga ametengeneza goli zidi ya goli ile la kwanza, mimi nakwambia ndugu mwandishi wa habari. Kwa sasa hivi Yanga amekutana na kipindi kigumu sana kuliko anavyo, na ndio maana nilikwambia kwamba Yanga ameweka ubingwa. Yani niangalia kikosi chao kwa sasa. Philipo Cyprian, mimi nafikiri hawa jamaa watatu tunaweza tukazungumza nao hapa hata zaidi ya saa moja na wasiweze kumaliza, lakini kipindi chetu najua tuna limitation ya muda. Wacha kwanza nirejeshe matangazo kwako Philipo, kama unaniruhusu niendelee mimi naweza nikaendelea, lakini hawa jamaa hawamalizi. Ni kweli hawamalizi, na mechi ni siku ya Jumatano. Ni kweli hawamalizi, na mechi ni siku ya Jumatano ya watani wa jadi. Manake wanasema huwezi kumaliza ligi bila, tumesikia hapo kwamba huwezi kula pilau bila nyama, bila nyama kachumbari juu. Ligi inamalizika kesho, lakini kuna hicho kiporo cha nani cha Kariakoo, na pengine inawezekana ikawa kombe liko katikati pale. Sio pengine, ni ukweli ulivyo, ukweli wa mambo. Yaani kombe kesho alipo kwenye uwanja wote. Kombe litakuwa kwenye mpaka Jumatano kwenye uwanja wa Mkapa pale. Imekaa pale hivi. Inamsubiria Pacome huku, inamsubiria Limpanzo huku. Yaani shule ndo pale inaisha. Pale ndo tunamaliza mijadala yote inayohusiana. Mara mwisho ni siku nyingi sana, miaka mingi sana katika mchezo wa watani wa jadi. Miaka mingi sana. Inahitaji makala. Imeandikwa sana. Na miaka mingi. Yani sidhani. Unajua mambo kama haya yanatokea mara chache sana. Sidhani kama mimi binafsi kwenye haya makombe madogo haya. Labda FA nini wamekutana finali. Yaani kiukweli kama mimi naanza uandishi sijawahi kukutana. Kupozesha finali yake, hiyo finali ya Jumatano. Tunaita finali. Hiyo ni finali. Kitu pekee kinachoweza kuipozesha ni labda itokee Simba akapoteza kesho, alafu Yanga akashinda. Hapo sawa. All means Yanga kesho atatangaza ubingwa. Ikitokea hivi. Lakini bato ikiendelea hivi ilivyo mpaka sasa hivi, tunakwenda kwenye finali pale. Na finali hiyo ina vitu vingi. Yaani haiangalii tu. Umeita finali, sio kiporo. Ile ni finali. Mimi kwangu sio kiporo. Ile ndo finali. Sisi kama yani ni kama vile alivyoongea kocha mkuu wa Yanga. Sawa? Alisema kwamba mechi ya juzi kabla mechi ya Prison kabla kwenye press conference alisema alisema kabisa ana finali ngapi? Kabakisha finali 4. Ni 3 maana kabla mechi ya Prison, kwa Prison anamaliza na 4 Prison sawa, kutoka hapa mechi na Dodoma Jiji, hayo ni finali. Simba finali. Na mwisho finali ni ya Singida. Finali zake ziko 4. Kwamba finali anazo 4. Mimi namuelewa akimaanisha finali, maana yake kwamba katika mchezo wote atakaopoteza, hasa wa ligi atakaopoteza, maana yake anatoa nafasi kwa mpinzani wake anayemfuata chini bila katika mazingira mazuri kama anashinda. Mfano Simba anacheza na Kagera. MC. Yuko KMC kesho. Yanga anacheza na Dodoma. Kwa mfano Yanga akafungwa kesho. Atakuwa kapotea kwenye ramani. Atakuwa bado Simba atashinda na Simba itakuwa bado tofauti bado ni finali pointi 2. Kwa mfano sare ya Yanga Simba kashinda sare naye Simba naye sare bado vile Simba kashinda Yanga sare bado vile manake si pointi moja Yanga, kwa sababu tofauti kwa pointi moja wakati wanakutana wenyewe, advantage kwa Simba. Kwa mechi ya Jumatano ni finali. Na sio finali hiyo tu, finali pia ya clean sheet. Vipi kuhusiana na clean sheet kwa finali tena? Shinda Simba akasare, Yanga akishinda Simba akasare, ina maana tofauti inakuwa ni pointi 2, si ndio? Kwa ni tofauti ya pointi 2, tunakwenda tena kwenye finali bado tena. Kwa hapo cha msingi tofauti pointi 3 itakuwa Yanga akishinda Simba katoka sare, Simba sana anakota pointi 1, ilikuwa anapata pointi 3 tatu kumisha na ile moja, inakuwa tofauti pointi 3. Advantage kubwa sana anakuwa nayo Yanga kwa sababu ana idadi kubwa sana ya magoli dhidi ya Simba.
Na nafikiri hapa ataanza kushangilia ubingwa. Nafikiri ni 8 au 9. Yanga. Tofauti yao ni magoli 8 au 9 kama magoli pale ni vipi? Magoli mfungaji bora. Maana kuna kinyang'anyiro hicho. Mfungaji bora mpaka sasa hivi au tofauti yake magoli 3. Mzizi afunge kesho 16 afunge na tarehe 15 alafu au asifunge. Yaani apate magoli 3 baada Mzizi anafuata. Pale kwenye Mzizi yuko Dube na Ateba. Na wala naye la Ateba. Hapa hapa Alvis Msimu uliopita kulikuwa kuna hicho kitu kilichoibuka. Unakumbuka? Nakumbuka. Cha nani? Yule Burundi. Ilikuwa nini? Mtibazokiza na Mayele. Na walitai. Walitai, yes. Walitai na nakumbuka hii mechi. Tukaenda kwenye tuzo. Sio msimu uliopita. Msimu wa nyuma zaidi. Sababu msimu uliopita Mzize nani ndo kachukua ufungaji bora Aziz Ki ambao alifunga goli 21. Alikuwa anashindana na Fei. Ni ule wa nyuma, yes. Ni ule wa nyuma. Ule wa nyuma kule ndo wali. Hapo nakumbuka babu tulikuwa Mbeya. Na kama sikosei na kama sikosei nafikiri kuna kanuni mpya imetengenezwa baada ya ile ya Mayele pamoja na nani na kanuni hiyo ikatofautisha nafikiri kama sikosei ni idadi ya mabao ya penalty ambao kama mmoja akiwa na idadi kubwa mabao ya penalty kama sikosei hivyo ndo ambaye anaweza akachukua ufungaji bora. Lakini ile kanuni inakuja mkitai. Kama mkitai yani kama ikitokea yani kama ile apewe tuzo mmoja ndo inaangaliwa kwamba kama umefunga magoli mengi ya penalty na maana yani kama ikitokea kama Dube ama Aiza Mzizi akachukua bao wakagongana na 16 kwa 16 pamoja na nani na wa nafikiri hapo ndo wanaangalia hapo sasa mpeka na mabao mengi ya penalty nani mbona kafunga mabao ambayo ya. Lakini mechi za kesho pia zinaweza zikatupa goalkeeper mwenye clean sheet nyingi. Mpaka sasa hivi ngapi? Mpaka sasa hivi ni 18 kwa 16. 18 kwa 16. Kwa kesho ina maana kesho itatoa maamuzi. Kesho Kamara akimaliza mechi bila clean sheet anakuwa mara ya pili anachukua tuzo ya clean sheet. Kwa kesho hiyo clean sheet inaanza kesho. Kesho inakamilika. Yaani kesho lazima picha halisi inaweza kaonekana unless Simba waruhusu goli. Nafikiri tutajua mambo ya timu ya nidhamu, timu yenye nidhamu mbovu zaidi. Lakini tunakwenda leo ni finali ya Sekafa. Lakini kwenye magazeti japokuwa hakuna sijui nifanyaje, lakini leo ni finali ya Sekafa ipo na Twiga Stars anaipeperusha bendera ya Tanzania dhidi ya Kenya na mshindi yoyote hapo ni bingwa. Wote wana pointi 9. Foto ya magoli wote wana pointi 9, advantage ya magoli wanayo Twiga Stars. Kwa Twiga anaenda kwenye mechi ambao yeye ana faida kubwa zaidi. Naamini Twiga atachukua kombe. Uwezo anao. Kuna gap kubwa sana kati ya Twiga na zile timu zingine ambazo zinashiriki ile mashindano. Hivi kama yani sidhani kama Philip unafuatilizia kweli mashindano haya? Kwamba mashindano unafuatilizia. Mimi tena. Mimi nimeona wale Twiga walikukiangalia, nimeona mechi zao zote. Wale wako vizuri. Sio mchezo. Si wanajiandaa na AFCON. Maana kwamba ukitafuta AFCON mwezi kwanza timu inaondoka tarehe 20 ngapi hapa? Wana timu inaondoka mwezi huu. Wakishamaliza mashindano afio wanajiandaa kuondoka. Na 26 27 watakuwa wanaelekea timu ipo kikweli. Wanakwenda. Lakini katika kundi hili sasa tuangalie kundi la AFCON. Kuna Nigeria, Afrika Kusini niliona. Kwenye AFCON tulizungumzaga Afrika Kusini na Mali kama sikosei. Timu hizo tatu, Nigeria, Afrika Kusini na Mali. Hilo si ni kundi la kifo hilo. Hawajakutana na timu yote laini. Afrika Kusini na bonga moja la timu ya wanawake, Nigeria moja la timu ya wanawake. Mali nao niliwaona mechi yao moja walicheza na Eritrea kama sikosei. Wana timu nzuri sana. Lakini tofauti ya sasa ambao tunakwenda kucheza na Afrika Kusini na Nigeria ni tofauti na kile kipindi cha nyuma alipokuwa tunaenda kwenye mashindano makubwa kama haya. Asante jamani, tumefika tamati ya kurasa za mwisho kwa siku ya leo. Alfajiri ya leo kuna mechi za kombe la dunia na tutaendelea nazo hapo baadaye saa 12 jioni tena. Tutakwenda hivyo mpaka kufikia alfajiri tena katika kukuletea michuano ya kombe la club. Lakini mbali na hayo yote itakapofika jioni ya leo basi tutaletewa mchezo wa fainali kati ya Tanzania na Kenya. Ni mechi kubwa sana pindi hizi timu zikiwa zinapokutana
na hali kadhalika hapo kesho basi kutakuwa na uondo wa kukuletea mechi zote. Ulishuhudia mechi zote? Nilishuhudia, ndio maana kesho World Cup. World Cup. Okay. Nilikuwa naambia nani zote za ligi. Nilishuhudia na moja experience kubwa sana nilipata siku Ipi? Watu wengi sana wameshinda kuonyesha mechi nyingi kwenye kiwango hicho. Nilikuwa nyumbani. Unaangalia unaweza kaeka screen 8. Nilikuwa nyumbani na kuna wakati nilikuwa naangalia hivi. Kuna wakati nilikuwa naangalia huku naangalia huku. Yaani nahamisha naangalia mechi ya Namungo na kuja naangalia mechi ya Simba. Kaja nikaona wamefunga goli. Kuna kipindi goli la 5 limeingia huku. Muda mmoja. La 5 la 4. Goli la 5. Goli la 5 limeingia huku na goli la 5 likaa limeingia huku. Mimi naangalia huku naona goli nikasema ngoja niangalie na huku na nikafikiri marudio. Nikafikiri marudio kumbe. Hiyo mechi nimeangalia ofisini. Sasa unapoangalia ofisini unakuwa na timu mbili tofauti. Jamani, tumefika tamati fao. Tumefika tamati ya kurasa za mwisho na ndivyo hivyo tunaelekea katika wasaa wa off season. Mara baada ya kumalizika kwa ligi katika msimu huu. Siku njema.